Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes bwana, ni siku chache tu zimepita mara baada ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kumalizika, ambako Simba alimaliza ungo ya mwisho akiwa katika uwanja nyumbani New Amani Zanzibar. Mimi naitwa Christopher Beda, mwana wa Janduro, na nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Nipo na mchambuzi Ramadhani Mbwadule kushoto kwangu, tuzungumze katika yale ambayo yalitokea kwenye finali hii. Kubwa zaidi kwenye swala zima la mane, yani pesa. Nini yeye anacho katika yale ambayo mimi nitakwenda kumuuliza siku hii ya leo. Twende sawa. Mzee wa data, kitendo cha wewe kusimama hapo, naamini kwamba uko salama salamini. Kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi niko vizuri, labda hofu kwako. Mimi thabiti niko salama kabisa. Hakika. Naam, mzee wa data, tunafahamu ya kwamba Simba tayari amemaliza nafasi ya pili kwenye kombe la shirikisho. Lakini hili tulishawahi kulizungumza kwenye jukwaa hili, na watazamaji wanafahamu. Na wanajua kama tunazungumzaga hili jambo la pesa ambazo Simba wamevuna kwenye CAF Confederation Cup. Lakini natamani sasa angalau baada ya finali hii kumalizika tufahamu hadi hivi sasa Simba pesa total, zile pesa ambazo wamezivuna kwenye kombe hili la shirikisho mara baada ya kumaliza nafasi ya pili. Naam, Zodata. Kwanza hapa mapema kabisa inabidi kutoa ufafanuzi. Jinsi unavyozungumza ni kana kwamba kila hatua ukipita kuna zawadi yake basi unaipata. Ndio Ni kweli, kwa taratibu za CAF kila hatua ina zawadi yake. Kwenye hatua ya makundi ukiingia tu kuna zawadi yake. Ukimaliza mkiani kuna zawadi yake ya fedha. Ukimaliza wa pili kutoka mkiani, kwa maana watatu kwenye msimamo, kuna zawadi yake ya fedha. Ukimaliza wawili wa juu ambao wanakwenda robo finali kuna zawadi yake. Ukiingia nusu kuna zawadi yake. Ukiingia finali kuna tuzo yake. Ukitoa ubingwa kuna tuzo yake ya fedha, zawadi na maanisha. Na kwa mujibu wa kikao cha kamati tendaji cha CAF Excom mwaka 2022, wakati ikitangaza zawadi mpya ikiziboresha, ni kwamba kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, hivi sasa bingwa ambaye hapa tunazungumza RS Berkane anapata zawadi ya dola za Kimarekani milioni 2, halafu mwana finali mwingine, kwa lugha nyingine tunasema mshindi wa pili, anapata dola za Kimarekani milioni 1. Kwa hiyo zawadi ya Simba ni dola milioni 1 na si vingine. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanachanganya, wanafikiri ukitoka ulipopita, yani ulikuwa umeingia makundi kuna fedha unapata, ukitoka hapo unaingia robo unapata, nusu unapata fedha. No, haiko hivyo. Ni kwamba pale ulipoishia ndo unapewa mzigo wako kulingana na nafasi ulioishia. Ukiwa wewe umefika finali kama Simba, zawadi ya nusu finali Simba haihusu, kwa sababu yenyewe haijaishia nusu finali, imeishia finali. Kitendo cha kuingia finali haipo katika kundi la timu zilizoishia nusu finali. Pesa zinazotolewa kwa waliofika nusu finali Simba haihusiki, kwa sababu wao sio wana nusu finali. Yeye ni mwana finali. Zawadi anayoipata bingwa RS Berkane anaipata kwa sababu bingwa. Kufika kwake finali hakumuhusu, kwa sababu zawadi ya mwana finali yeye amehama kutoka mwana finali ni bingwa wa michuano. Sisi tumeelewana vizuri? Nakuelewa vizuri kabisa. Lakini yule aliyefika nusu finali hapati za robo finali, kwa sababu yeye si mwana robo finali. Kwa hiyo pale unapoishia ndio zawadi yako inapokuja ya fedha. Kama ulishia makundi mkiani, zawadi yako inakuwa ya kuishia mkiani. Ukiwa mwana robo finali, maana umemaliza miongoni mwa timu mbili za juu, wewe haikuhusu zawadi kwa ajili ya timu inayoshika nafasi ya 3 na timu inayoshika nafasi ya 4. Hapa nadhani nimeeleweka vizuri. Naam. Na kwa ufafanuzi zaidi, mwingine anaweza kashangaa ikoje, ni kwamba fikiria kwa mfano katika ligi kuu Tanzania bara, mfano tu, kuna timu ngapi? 16. Kwenye zawadi moja wapo katika msimu ilitolewa, bingwa alikuwa ni Yanga msimu ule 21-22 kama sikosea, 22-23. Alivuna milioni 500 za Azam Media. Halafu kuna NBC milioni 100, alikula kama milioni 600 iya kuwa bingwa. Lakini kuna zawadi ya mshindi wa pili ni milioni 250, wa tatu milioni 225, wa 4 milioni 200, inakwenda mpaka chini. Hizi nafasi nyingine hizi, kila nafasi moja thamani yake ni juu ya nyingine kwa milioni 5. Yaani timu ikiwa ya 8 na timu ya 9, timu ya 8 inapata zawadi ya fedha kwenye ligi kuu Tanzania bara. Natoa mfano, kumbuka, milioni 5 zaidi ya wa chini yake. Wa chini yake naye anampita milioni 5 wa chini yake. Si ushanielewa? Nakuelewa vizuri. Kila nafasi moja ina milioni 5 mpaka zile za playoff ambazo zenyewe ni flat milioni 20 ilikuwa. Kwa hiyo kama timu inakuwa ya 4, ile timu ambayo iko nafasi ya 10, zile steps zile za kufika mpaka nafasi ya 4, thamani yake ni milioni 5.
Si umenielewa vizuri? Nakuelewa vizuri kabisa. Sasa kama utaratibu mashabiki watazamaji wako JNR Mtita TV na wengineo, hata Mbwaduke Stats Sport Next Level, kama wanaamini kila nafasi ukifika basi upate hela yake, alafu uende upate hela nyingine kila unapofika mpaka uwe bingwa, maana yake basi baadhi ya timu ambazo zinawania ubingwa, kwa mfano Yanga, Simba, zikiwa zinapewa zawadi, wataanza kufikiria, kwa sababu wakati mwingine upo katika nafasi kwa sababu hujacheza idadi ya mechi kulingana na wenzako, au ulicheza ulifanya vibaya, kwa sababu kwenye mzunguko wa ligi ni marathon. Kuna mechi 30. Inawezekana mechi 5 za mwanzo zote wewe upo nafasi ya 3 kutoka mkiani. Inawezekana. Alafu ligi inavyochanganya ukashinda zote ukapanda sasa kutoka nafasi ya 3 kutoka mkiani ukawa wa 5 kutoka mkiani, au tuseme wa 11 ukaenda wa 10 wa 8, msimu unaisha wewe wa kwanza. Kama kila nafasi hela yake upewe, hizo hela zinakuwa kiasi gani? Yani kila nafasi upate hela yake, manake katika safari yako kuelekea ubingwa si ulipita humo? Yani Yanga au Simba anakuwa bingwa, tuanze kufikiria wakati ambao Yanga au Simba hawakuwa nafasi ya kwanza, walikuwa nafasi ya 7 kwa mfano. Kwa hiyo nafasi ya 7 ile sikuna hela yake apewe, alafu alipopanda ya 6 apewe, alafu maana yake timu zingekuwa zinacheza kimkakati sasa, au huyo wa kwanza, kwa sababu unapata hela nyingi ukichelewa, kwa sababu kila nafasi unalipwa. Hamna michuano namna hiyo, ulipajiwa namna hiyo duniani hamna. Yani kwamba ulipoishia ndo zawadi yako ilipo, kwa sababu kwa lugha nyingine kwenye CAF wakati wa michuano inafanyika kuna kipindi timu ipo mkiani, maana timu inaweza kutoka ikachurupuka kutoka mkiani, raundi ya pili ya tatu imejump mpaka juu. Kwa hiyo ilipokuwa mkiani pale, maana kuna fedha yake aike fungu lake, alafu ikiwa ya pili kutoka mkiani kuna fungu lake, alafu ikiwa top 2 iwe na fungu lake, ilivyoingia nusu iwe na fungu lake, alafu finali na fungu lake, alafu bingwa maana RS Berkane apewe sasa hela za finali ambazo ni dola milioni 1 nzuri kuzisema, alafu apewe hela ya ubingwa. Sijui unaelewa? Hakuna namna hiyo. Kwa hiyo hapo kwa ufafanuzi tulishakufanya kama unavyotaka kusema ni kwamba ulipoishia ndio pako. Wewe kama ulikuwa unataka hela za robo finali usiende finali, basi ishia kwa robo finali upe kitita cha robo finali. Ukienda nusu tu, robo finali hazikuhusu. Wewe ushakuwa mkubwa. Zawadi yako ni nono zaidi ya nusu finali, sio robo finali. Ukiingia finali, za nusu finali hazikuhusu kwa sababu wewe hadhi yako, status yako ni mwana finali, sio nusu. Wa nusu waachie wagawane hizo hela za nusu, wewe ni finali. Ukitoa ubingwa kuwa mwana finali, zawadi yake ya mshindi wa pili kwa kuingia finali haikuhusu. Wewe unachukua zawadi nono zaidi ambayo ni ya bingwa. Kwenye michuano kombe la shirikisho, hiyo zawadi nono hiyo ya RS Berkane dola milioni 2. Simba dola milioni 1, ambayo kwa mbadilishano wa fedha wa Benki Kuu ya Tanzania leo hii ni juma ngapi? Jumanne. Tarehe ngapi? 27. Saa unisaidie. Saizi ni saa ngapi? Saizi ni saa 8. Saa 8. Sasa kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, mida hii dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi za Tanzania 2698 na senti 85. Sasa tunapozungumza dola milioni 1 ambazo Simba wanazipata kutoka CAF kwa kuwa wana finali, kwa kumaliza nafasi ya pili kwenye kombe la shirikisho la CAF msimu huu 2024-2025, maana yake kama mbadilishano huo utaakisi mbadilishano huu tunazungumza sasa, maana dola thamani ubadilika, upanda na kushuka. Tunazungumza kwa muda huo, ndio maana umeutaja na siku ili wajue kwamba rejea yetu ni leo hii, ni kwamba unachukua milioni 1 unazidisha mara 2698 na senti 85. Ukikokotoa vizuri bwana Chris na watazamaji wako wanaweza wakafanya kwenye vikokotozi vyao kwenye calculator, watapata bilioni 2 milioni 698 na laki 8 na nusu. Hizo ndio fedha ambazo wekundu wa Msimbazi Simba wamejihakikishia kuzipata kutoka CAF kwa mbadilishano wa fedha wa leo hii kutoka Benki Kuu ya Tanzania. Nadhani nimeeleweka vizuri. Nimekuelewa, lakini mzee Data, pesa uliotaja ni nyingi kweli kweli. Ni kweli. Naam. Hakika ni nyingi, kwa sababu ukitaka kujua ni nyingi kiasi gani, ziandike chini. Utaweka 2, utaandika 6, utaandika 9, utaandika 8, utaandika 8, utaandika 5, 0, 0. Kwa ufupi, baada ya kuweka 2, tarakimu zinazofuata 9 unaandika mpaka kidole kinauma. Sasa mimi swali langu mzee wa Data. Pesa ndio hizo zimekwenda kwa wana finali wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports. Sasa inatokea rais wa heshima, kuna CEO pale Zubeda, wameamua tu hizi pesa hizi bilioni 2 kwa sababu kazi nzito imefanywa na wachezaji wetu, basi tuwaachie. Nani labda mgawanyo wake utakuwaje?
Kwanza hilo sidhani kama linaweza kutokea kwa sababu klabu kama Wekundu wa Msimbazi Simba gharama za uendeshaji ni kubwa mno. Fedha kama hizi zinapunguza makali ya uendeshaji. Ndio najua kama ni ngumu kutokea. Lakini sometimes furaha ikizidi, sometimes mtu na boss anaanza kaamka siku hiyo ana mood fulani ya kugawagawa pesa. Sasa inatokea jambo kama hilo. Ina nini inakuaje? Nimekuelewa. Na ukizingatia kwamba Simba rais wao heshima Mo Dewji ni miongoni mwa mabilioni ya vijana barani Afrika. Yes. Fedha sio tatizo kwake. Lakini Madam Zubeda, Murtaza Mangungu, unazungumzia mamemba wa bodi wa kurugenzi ya Simba, unazungumzia Trey Ageni na wengineo. Kama wanaamua tu kwa furaha tu kwa kuona kwamba ubingwa tumekosa kwa sababu ya figisu za mwamuzi Dahane Beida wa Mauritania, vyovyote atakavyofikiri wao, alafu wanaamua hizi pesa bwana tuwape wachezaji kama unavyotoka kusema. Labda kabla sijajibu swali hili uniambie wachezaji ni wangapi? Au wahusika katika mgao huu wawe wangapi kwa mfano? Hapa sasa kwa wachezaji tufanye maximum wachezaji 30. 30. Wachezaji pekee. Sawa. Kwa hapo unazungumzia wachezaji tu. Hapa sasa ili tu sababu sio wachezaji pekee yao wamepeleka timu finali. Kuna viongozi baadhi yao, kuna madokta wale wa nini, kuna kocha. Kwa hiyo sio tu wachezaji pekee yao. Tufanye kujumlisha kocha na nani hapo ongeze 30, tufanye 40. Yaani viongozi benchi la fundi lile 10 na wachezaji 30. Mgawanyo wake unakuaje? Unamaanisha 40 sasa? 40, yani naongea 30 ongeza 10 ni 40. Si haba kwa sababu unamaanisha kocha msaidizi kina Matola, kuna wachua misuli, kuna daktari wa timu na wengineo, team manager. Sawa? Wote ndio. Ikiwa 40, hiyo kali. Wakiamua bodi wa kurugenzi Simba, chukua hizo. Wanaambia kocha Fadu Davis, wanamwambia nahodha Mohamed Hussein Shabalala, akina Shemalon Fondo, kagawaneni. Itakuwa kwenu hizo. Zitakuwa ni fedha nyingi kwa sababu maana yake hapo unamaanisha chukua sasa bilioni 2, milioni 698, 800,000 afu gawanya kwa watu 40. Ukigawanya vizuri utajigundua kwa wastani kija, yani miongoni mwa wachezaji wao 30 na maafisa wa benchi la ufundi 10, kila mmoja kama ni mgawanyo ambao ni flat ulio sawa, atapata shilingi za Kitanzania milioni 67, 471 na shilingi 250. Mchezaji mmoja huyo. Mmoja milioni 67, 471 na shilingi 250. Ile Mo kabisa kaamua kugawa hizo pesa hizo. Hapo manake umezungumzia Simba, Mo ni rais wa heshima, bodi ya wakurugenzi manake ni yeye na wengine kwa ujumla. Kila mmoja nimekwambia atapata shilingi milioni 67, 471 na shilingi 250. Sio fedha ndogo hata kidogo. Pesa ni ndefu sana hiyo mzee data. Ni kweli, na ukitaka uthibitishe wingi wake, labda kwa mfano, hebu niambie bodaboda hivi sasa bila kujali brand kwa wastani zinauza shilingi ngapi endapo unakuwa tayari umeshasajiliwa, ushalipia sijui insurance na vibali vingine? Bodaboda moja inaweza kagharimu shilingi ngapi mpya? Hapo mzee data ni milioni 2.5. 2.5. Ndio hakika maki mambo yana 2.5. Mimi nakwambia. Anyway, sio mbaya kwa sababu tunazungumzia kwa wastani. Inawezekana zipo ambazo bei kubwa zaidi, zipo ambazo bei za chini zaidi. Ikiwa bodaboda moja ni shilingi milioni 2.5, mtu ambaye ana milioni 67 Chris, 471 na shilingi 250, kama anakwenda kununua bodaboda moja milioni 2.5, atanunua hapo bodaboda takriban 27. Umeshaona? Kwa hiyo unaweza kaona ni fedha nyingi kiasi gani. Akinunua bodaboda 27, maana yake afu anaamua kwa mfano, naenda mbali zaidi. Hii ndio tunaita dhana ya kiuchumi multiplier effect. Athari za kiuchumi endelevu. Kutoka kwa zawadi ya CAF ikaja kuwa fungu kwa ajili ya wachezaji na maafisa benchi la ufundi, sasa ina trickle down, inatiririka kwenda chini mpaka kwa wasiojua mpira wa miguu. Yaani mtu anaweza kawa dereva bodaboda afuatilie mambo ya mpira wa miguu kwa sababu sio lazima kila kijana apende mpira wa miguu. Mwingine anaweza kupenda michezo mingine anajua mwenyewe. Sasa anaweza kaajiriwa, wakakubaliana kwa mkataba labda alete kila siku shilingi 10,000. Bodaboda ngapi nimekwambia? 27. Kama 10,000 kila siku. Chukulia Mohamed Hussein Shabalala, hela zake zote zikaziwekeza kwenye bodaboda 27. Chukulia Lionel Ateba Mbida. Chukulia Elim Panzu Kibisawala. Ile mibio yake ile kama bodaboda ahamishie kwenye bodaboda. Au chukulia mchezaji yoyote ndani ya Simba. Bodaboda moja kama inamletea 10,000 kila siku, kwa mkataba labda tufanye wa mwaka mmoja, miezi 12, alafu dereva aondoke zake na hiyo bodaboda, ila kila siku alete 10,000 sharti. Kwa siku moja atakuwa anapata 270,000. Upo? Kwa mwezi mmoja unachukua 270,000 zidisha mara 30 kwa wastani, inakuwa milioni ngapi? Milioni 8 na 100,000 kila mwezi. Kwa mwaka mzima tunazungumzia hapo sasa milioni 97 na 200,000. Ile milioni 67, 471 na shilingi 250
inakuwa tayari imeshalipwa na change juu, kwa sababu yeye atapata milioni 97 na 200,000 kwa kipindi cha miezi 12, alafu hiyo bodaboda anaachana nao. Yaani wale vijana walioingia mkataba wanaondoka na hizo bodaboda zikiwa na hali nzuri kama wamezitunza vizuri, kwa sababu si za mkataba. Alafu yeye anakuwa na ongezeko. Yote inatokana na fedha za CAF endapo matumizi yake yatakuwa haya tunayosema. Msisitizo hapa kwenye biashara tunasema ceteris paribus. Kila kitu kiwe constant, yani kiwe kama kilivyopangwa. Kusiwe na mwendesha bodaboda ambaye ni mtoto wa mjini mjanja aanza kuleta story, bosi hebu angalia kwenye WhatsApp kuna kitu nimekutumia. Stories za mimi nimeibiwa sijui nini. Hapana. Hapa makadirio, assumptions ni kwamba kila kitu kinakwenda sawa, kwa maana kwamba hesabu kila siku inaitwa 10,000. Bodaboda zote ziko fiti, hakuna dereva mbabaishaji. Bodaboda 27 zinaitwa 10,000 kila siku kwa mwaka mmoja. Baada hapo Mohamed Hussein Shabalala, baada hapo Shomari Kapombe, Mzamiru Yasin, Agustin Okejefa, Fabrice Luamba Ngoma wanaachana nazo, kwa sababu wanakuwa mawapa riziki vijana wenzao wajiajiri wakiwa na vyombo vyao, ikiwa ni bodaboda. Mfano bajaji shilingi ngapi sasa? Bajaji ni milioni 9. Makadirio tena. Makadirio yangu hapa milioni 9. Bajaji siku hizi zipo nzuri, kuna bajaji zinauzwa kuliko bei ya gari, unajua baadhi ya gari ndogo. Lakini milioni 9 si haba, kwa sababu zipo za zaidi ya milioni 9, zipo chini ya hapo. Ukinunua used itakuwa pungufu hapo. Chukulia kwamba ni milioni 9 hiyo hiyo. Sasa kwa pesa zile zile milioni 67, 471 na shilingi 250, kama unanunua bajaji mpya, imeshasajiliwa, ina bima kila kitu, insurance, kwa milioni 67 lakini 71 na 250, ukinunua bajaji moja milioni 9 utapata bajaji 7, sawa Ndio. Afu kwa wastani utabakia mfukoni na kama milioni 4 lakini 410 change. Umeelewa vizuri? Nakuelewa hapo. Yes. Kwa hiyo milioni unapata hizo bajaji zako 7. Afu bajaji hesabu nayo shilingi ngapi? Hesabu bajaji. Hesabu fanya kwa siku 20,000. 20,000. Sasa kama ni 20,000 ukiwa na bajaji 7, maana yake kila siku una 140,000 iko pale imetulia. Kwa hiyo utakuwa unazidisha tu. Ukitaka hapo kwa mwezi mzima, maana yake siku 10 itakuwa milioni 1,400,000. Mwezi mzima unachukua milioni 1,400,000 mara 3, kwa unaendelea kuzivuna. Kwa hivyo vyote vile mkataba wa bajaji hauwezi kama mwaka mmoja kama bodaboda. Haiwezekani. Huko siendi zaidi, lakini kwa ufupi ni uwekezaji mkubwa ambao utafanya vijana wenzako 7, ewe mchezaji au kocha Fadu Davis kaamua, maana yake kuna vijana 7 wataajiriwa kwa ajili ya bodaboda, na bodaboda lifespan yake, yani muda wake wa kuishi sio kama bajaji ni inaishi muda mrefu. Kwa hiyo inategemea mkataba wake, kwa hivyo tutakuwa sio mwaka mmoja kama ule bodaboda unatoka kueleza, pengine miaka 2 na kadhalika. Lakini kwa ufupi tu ni fursa ambayo itawezesha mzunguko wa fedha uendelee kuwa mkubwa, kwa fedha kutoka CAF zikatoa Simba, alafu bodi wa kurugenzi kawapa wachezaji, jambo ambalo hapa tunasema ni mafikirio tu, kwa sababu si rahisi. Gharama za uendeshaji klabu ni kubwa mno, wachezaji wanalipwa mishahara, wanalipwa bonuses. Zawadi kama hiyo kuwakabidhi itakuwa ni kitu cha kipekee. Sasa wakifanya hivyo, maana yake kama nilivyotoka kueleza, kuna fursa za wachezaji kujikwamua zaidi kiuchumi, kuwakwamua jamii na wazunguka kwa kutoa fursa ya ajira kwa vijana wenzao, lakini pia kukuza uchumi wa jamii na kwa ujumla. Iko hivyo, nimejaribu kueleza zaidi juu ya, badala ile swali tu niuliza juu ya zawadi ya CAF, nimejaribu kwenda small details. Yes. Manufaa yake sio tu kwa mchezaji na Simba, bali pia mpaka kwenye mitaa. Hii inadhihirisha kwamba mnyama Simba kuingia finali hajatoka bure, katoka na kitu cha maana kikubwa sana. Iko wazi. Hilo halina mjadala. Nikushukuru sana. Shukrani jazilan. Yes. Bwana, ulikuwa ukimtazama mzee wa data akitutupia zile data zake juu ya pesa ambazo Simba wamezivuna kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tulikuwa tukizungumza na tukifanya maximum kile ambacho tumekizungumza kikitokea ama kikiwa itakuwaje, namna ambavyo umemsikia, na bila shaka umeenjoy, na mimi nikushukuru sana wewe ambaye umeendelea kutuunga mkono kwa kusubscribe, kushare, comment na kuambia marafiki kwamba sisi tuko na wewe masaa 24 kwa ajili ya kupata habari za kimichezo na burudani. Uwe na wakati mwema. Bye bye. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofaa
Fanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.